Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunakujuza mengi yanayojiri duniani, lakini tunamtazama Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye amefichua wakati huu kwamba wa Iran walitaka kujaribu kumuua mtoto wake. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa akizungumza kwa njia ya simu na mwandishi wa habari wa kijeshi kupitia Channel 14 Noam Amir, akisema kuwa utawala wa Kiislamu wa Iran ulijaribu kumuua mtoto wake mmoja. Iran ilijaribu kumuua mtoto wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, anasema waziri mkuu huyo katika mazungumzo na channel hiyo. Anasema, hiki ni kisa cha kushangaza. Iran ilimlenga mmoja wa wanangu. Iran ilijaribu kumuua mmoja wa wanangu, anasema waziri mkuu huyo. Hili ni jambo ambalo liliwahi kuzungumzwa kwako, anauliza waziri mkuu huyo wa Israel. Waziri mkuu alisema zaidi kwamba Iran ilijaribu kutaka kumuua mtoto huyo, na ndio sababu ahadi hii ninayoitoa ni zaidi ya kile kinachoonekana. Bila hivyo wangeweza kufanikiwa kumuua mwanangu. Watu wanahitaji kuonyesha kujizuia, hasa wakati wa kampeni za uchaguzi, anasema Netanyahu. Hata hivyo anasema kwamba moja kati ya mipango ambayo iliweza kumnusuru mtoto wake ni kupitia shirika la usalama la Israel Shin Bet pamoja na mashirika mengine ya ujasusi. Anasema, nilizungumza na mkuu wa Shin Bet, wakala wa usalama wa Israel David Zin, na kumwomba kutoa usalama ufaao kwa mgombea yoyote wa waziri mkuu, Netanyahu alisema, lakini huko akizungumzia wakati ambapo Iran ilikuwa ikimsaka mwanawe. Alisita kuzungumzia juu ya Shin Bet kutoa usalama kwa mkuu wa zamani wa wafanyakazi wa IDF ambaye Gadi Eisenkot, ambaye kura za maoni zinaonyesha ni mshindani mkubwa wa waziri mkuu baada ya uchaguzi wa Oktoba. Hata hivyo pia inatajwa licha ya kwamba mtoto wake alitaka kuuliwa, lakini Netanyahu hakuonekana kusema iwapo ye mwenyewe alikuwa moja kati ya walengwa katika majaribio ya mauaji ya Iran. Katika nyakati za vita ilionekana moja kati ya walengwa ambao wa Iran walikuwa wakimsaka ni waziri mkuu huyo wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Lakini inatajwa kwamba hali ya kumlinda waziri mkuu huyo ilizidi kuongezeka hata wakati huo, na kwamba baadhi ya mashambulizi wakati wa mapambano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambayo wa Iran walijibu, yalishambulia hata katika maeneo ambayo yalikuwa ni makazi ya waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu. Hata mashambulizi ambayo yalikuwa yakifanywa na wapiganaji wa Kihouthi nao pia natajwa yalikuwa yakifika hadi katika baadhi ya maeneo alikuwa akiishi waziri mkuu huyo wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho alikuwa kikieleza waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwamba Iran ilikuwa na mipango ya kumuua moja kati ya watoto wake hasa katika nyakati za vita. Lakini licha kwamba hakumtaja mtoto huyo, lakini hilo ndilo ambalo amekuwa akiligusia waziri mkuu huyo, lakini zaidi akigusia katika nyakati hizi za uchaguzi, namna ambavyo anaenda kupambana na wagombea kutetea nafasi yake ya waziri mkuu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.